Haleluya. Tunatoka kwenye mabishano na tunaingia kwenye upanuzi ulio wetu. Wewe unaingia sasa hapa, ukitaka kulala unaweza lala. Maana ukiona mtu mwenye anataka kulala, yeye hataki upanuzi. Haleluya. Maana lazima hii roho ya mabishano tuondoke ndani yake. Lazima tukae watu ambao hawajakufa moyo. Ingia nami katika kitabu cha Mwanzo 26. Genesis 26. Mwanzo. Lazima utoke kwa mabishano, maana Mungu kuna mahali anakuingiza. Kuna mahali Bwana anakupeleka. Bwana asifiwe. Lord of restoration. He's going to restore every one of us. Hallelujah. Walichofunika lazima kitachipuka tena. Waliokata lazima kitafanya nini? Kitachipuka tena. Bwana asifiwe. Katika Mwanzo 26 niko katika aya yake ya 15. Neno la Bwana linasema hivi. Aya 15 nitakuwa nikisoma nikirukaruka. Kwa hivyo ninataka upelekane na mimi. Aya yake ni ya 15. Neno la Mungu linasema hivi. Mwanzo 26 mstari wa 15. Na vile visima vyote walivyochimba watumwa wa baba yake siku ya Ibrahimu babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia wakavijaza kifusi. Haleluya. Bwana asifiwe. Hebu acha nikusomee na lugha nyingine. Walaini wa 15 ndio uelewe nasema nini. Kuna mtu anashindwa kifusi ni nini. Na lele Afilisti magikorwo mathikete ithima ciothe iria ndungata cia ithe cienjete matuko maria Ibrahimu ucio ithe ari muoyo magicioria tĩri. Ndenda uone roho wa unohu. Nataka uone roho ambayo ilikuwa meana. Kulikuwa na wana visima vilikuwa vimechimbuliwa, lakini wakajaza vifusi, wakajaza mchanga. Bwana asifiwe. Maana walijua kama zimefunikwa na mchanga hakuna mtu hata mmoja atasaidiwa. Kwa hivyo lazima tukubali kutoka kwenye mabishano hadi mahali ambapo palipo petu pa upanuzi. Maana ukitoka mahali pa mabishano utaelekezwa na Bwana na utapata mahali pako ambapo pamepanuka na hamtagombana na mtu. Haleluya. Amen. Ikanelewa na ndo makomborete igwa mundu akiro ndio gake kwa kutiga gwetera ki inde madode gomerago. Haleluya. Hiyo kitu ukielezewa utaenda kwa magoti sana. Umtafute Mungu ili akuingize mahali palipo panuka. Nasi kilichowekwa mchanga kiliwekwa mchanga, maana palionekana ni kitu ambacho kitakuja kukusaidia. Haleluya. Amen. Ulikuwa hapo, ulikuwa muombaji. Uombaji wako ukajazwa mchanga. Ulikuwa hapo, ulikuwa unajitolea kwa Mungu, ikajazwa. Na hapa ndipo nasikia watu wakisema nilikuwa na upendo wa kufanya kitu lakini sijui kuliendaje. Ni Wafilisti walijua hiki kisima kitakuja kusaidia huyu mtu, na kabla huyu mtu maji yake yasaidie watu, tunajaza uchafu, tunajaza mchanga. Haleluya. Maana Wafilisti huwa hawakuwaza uzao wa Ibrahimu mambo yaliyo mazuri. Maana mtu aliye na nadhiri na Bwana, maana mtu aliyesikia sauti na Bwana, hata shetani anajua. Kwa hivyo hawa Wafilisti waliona Ibrahimu akibarikiwa katika makao ya kwao, na wakajua vile tutafanya, si amekufa tutazika. Haleluya. Amen. Unajipatanga mtu wakati ambapo alikuja kwa Mungu akaungana na
covenant of the Lord. Wafilisti wakaona. Na ndiposa unaonaga mtu akona mwito kabisa na akona nyimbo nyingi, akona kazi kubwa ya Mungu. Wafilisti wakakimbia, wakatia mchanga. Na ndiposa unasikianga wengi wanasema nilikwazwa na fulani. Sio fulani alikukwaza, Wafilisti waliweka mchanga. Lazima tutoke kwa hiyo hali ya mabishano, tuingie kwa ile nafasi iliyo yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Isaka akajua visima ambazo baba yetu alikuwa amezichipua, Wafilisti juu ya wivu wamezifunika. Na wacha nikuambie, hakuna wakati shetani atafurahia ukiwa mtu wa kutii neno la Bwana. Anajua mahali ataingia ili kupoteanwa na Mungu. Akijua moyo wako unampenda Mungu, chenye kwanza anafanya ni kutokuwa na upendo juu ya Jehova, anatia mchanga. Wakati uliokoka, kama ulikuwa umependa Bwana na umependa maombi, Wafilisti walijua. Na ndiposa huwa anasema itakuwaje ufungiwe nira pamoja na wasioamini. Ndugitira no komwa koma gaigurugo kandi. Haleluya. Ni neno la Bwana linasema hivyo. Maana ukifungiwa na wasioamini, lazima kisima chako wataweka mchanga. Na wakiweka mchanga, ni kusema hicho kisima hakitakuwa na mafanikio tena ya kunywesha watu. Ni kusema hicho kisima kikifunikwa na mchanga wa maneno, hakitakuwa na faida tena. Bwana asifiwe. Amen. Ni vitu zako ngapi zimefunikwa na Wafilisti? Na ndiposa niliwaambia, we are for the time of restoration. Kile kiali wanaitono na shihuruta, hiyo walikuja wakafunika. Ni wakati wetu Bwana atufiche. Kama watoto wako wanaishi maisha ambayo sio yao, ilibadilishiwa juu, Jehova tunayefuata lazima atakuja kuponyesha hayo maisha. Bwana asifiwe. There is a time allowed. Lazima Mungu unayefuata atafanya mambo makubwa. Ndio waliona unaamuka kuinua kazi ya Bwana juu. Wakajua watapitia hali ya watoto, wakaanza kuweka mchanga. Si wakati wako wa kunugunika, si wakati wako wa kutoamini Bwana. Bwana asifiwe. Wafilisti walifikiria juu Ibrahimu amekufa, wakafikiria hakuna mtoto mwingine ambaye atakuja kufichua. Mwana wa agano akazaliwa. Na akajua wakati baba alikufa, kuna mambo alikuwa ameanza yalifunikwa. Hivyo ndivyo unapatanga, na huwa ninawaelezea. Unaweza kuwa unampenda Bwana, ukakinyokia na Wafilisti wanakufunika na mchanga siku ya kwanza. Siku ya pili wanakufunika tena. Siku ya tatu wanakufunika tena. Ukijaribu kufanya mkono hivi, hata wokovu haionekani. Wafilisti wenyewe ndio wanaonekana. Maana kuongea kwako ni kama kwa Wafilisti, kutenda kwako ni kama kwa Wafilisti. Maana Wafilisti walijua hiki kisima chenye kimebebwa hapa ni uhai, na utakunywesha watu wengi, na itakuwa faida kwa hii familia, na atakuwa faida kwa hawa watoto. Maana kisima kikichimbuliwa huwa kinanywesha watu na mifugo. Bwana asifiwe. Lazima mabishano ya Wafilisti tutatoka hapo kwao, kwa sababu hatutakufa moyo. Maana alianzisha kazi njema ni Mungu, na lazima atakamilisha. Isaka akajua baba yangu alikuwa na Mungu. Mambo alikuwa nayo yatenda, hakuwa anayafanya tu kiholela. Alikuwa anaifanya akisaidiwa na Mungu. Nami Wafilisti wanafikiria mimi si mwana wa agano. Na ndiposa neno la Bwana linasema akaanza
kuzichibua tena, na hakubadilisha maneno ama hakubadilisha majina vile zile visima vilikuwa vimeitwa. Maana aliingia kwenye agano na baba yake. Maana baba yake alikuwa na agano na Mungu. Wakati ambapo tulipookolewa kutoka kwa dunia tukaja kwa Mungu, wacha nikuambie mtu wa Mungu, lazima tuige tabia za Yesu Kristo. Aliyetuzaa alikuwa ni mwana wa agano, aliyetabiriwa na malaika atazaliwa na msichana ambaye alikuwa ni bikira. Na lazima vile ambavyo uliokoka ukatoka kwenye nchi ya mabishano ukaingia ndani ya covenant ya Yesu, lazima ufanye kama hiyo covenant. Haleluya. Isaka wakati alijua wamezifunika, wamejaza mchanga, wacha nianze kuzichimbua, aliingia kwa agano ya baba yake. Lazima tukubali kutembea kama wana wa agano waliokufiwa msalabani, ili tutoke kwa mabishano na tunayemfuata aweze kuonekana, na tuweze kuwavuta wengi waje wapate msaada, maana sisi ni wana wa agano. Haleluya. Nataka tuendelee. Alijua wamevifunika. Verse 16. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Wafilisti ndio hao, maadui ndio hao. Wakati alitambua, wakamwambia, na sasa wewe tunataka uondoke. Wakati ambapo shetani anajua chenye umebeba ni kikubwa, anaanza kukusukuma. Wakati ambapo shetani anajua ule mwito uko ndani yako ni mwito mkubwa, anaanza mabishano. Haleluya. Abimeleki wakamwambia, wewe toka ndani yetu, maana uko na nguvu zaidi. Haleluya. Bwana asifiwe. Na yeye, maana kulikuwa wakati wa Isaka kuondoka, hakuuliza niende wapi. Maana mtoto wa agano, ukiwa wakati wako wa restoration umefika, lazima Bwana atakuelekeza, hautayumba yumba. Naona Isaka hakupiga magoti akiwaambia msinifukuze. Nguvu uliyobeba ya Yesu Kristo hamutaelewana na wanaoabudu mapepo. Nguvu iliyoko ndani yako haitakuwa pamoja na watu wasioamini. Watenda dhambi watakukataa, wanaopitia njia za chichorochoro watakwambia tuondoke, hatutafungiwa. Nina pamoja na wao. Wakikufukuza, ondoka kwao. Pia Bwana, ni wakati wangu wa kuchibua visima, na sitachibua nikiwa na Wafilisti. Lazima watakuondokea, watakwambia ondoka. Maana kupanuliwa kwako, ukizidi kukaa nao watakuzuia. Haleluya. Utakuwa unasema ni wakati huu, nao wanasema wakiwa chini ya maji dhidalele. Haleluya. Maana nguvu ulio nayo si ya kuzuilika. Abimeleki akaelewa Isaka si mtu wa kawaida. Wakati ambapo unakubali yale maono yako ndani yako yafanye kazi, wakati unapokubali sauti ya Bwana, hata pepo wanajua. Nimekwambia kuna watu hapa wanaweza tolewa ushuhuda na mapepo, lakini kuna watu hata mapepo inasema ni wetu tu. Haleluya. Isaka katolewa ushuhuda na Abimeleki, toka kwetu, uko na nguvu kutushinda. In our ear they must surrender. Lazima watasema tulichokula tumeachilia, tulichomeza tumeanza kutapika. Haleluya. Tulimeza, baraka zao zikaingia kwa tumbo, lakini ile nguvu watu hawa wanatumia ni nguvu kubwa. Hatulali, wanakanyaga matumbo yetu, imejaa moto. Tuachilie baraka zao ili tuwe na amani. Hawatutakaa na wao tena. Baraka zenu zitaachiliwa. Kuwa na nguvu za kibingu, kuwa na nguvu za Jehova, ili chochote ambacho maadui wamemeza waachilie. Lazima
lazima uamuke kiroho. Titoro kanitha-ini unabii na achiliwa uko tu hapo. Haleluya. Lazima uamuke, ujishikanishe na vile Bwana anataka. Lazima ufalme wa huu mji utangaze. Tumezuilia wengi, lakini hawa tunapoendelea kuwazuilia, wanaakisha moto. Situachane na wao, situwaondoke, maana ile nguvu wako nayo inatuzidi. Agano unalolibeba, mabago ya kuzimu haitakutingiza. Agano ulilobeba ya Yesu Kristo, hata kuzimu atasema. Tusione jina ya huyu huku. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Mtu akiota na wewe, akifikiria juu mmekosana, akupeleke kwa wachawi, anaulizwa jina gani? Anapokuwa hapa kwa geti, tafadhali kwenda mpaka wachawi wanawakataa. Mtu aliyebeba nguvu za Mungu, Abimeleki akamwambia, uko na nguvu sana, toka katikati yetu. Maana mtu wa agano, hata ukijaribu kunenga maneno, ukifikiria itamaliza, ndio inamalizanga. Haleluya. Isaka akaondoka, akajua kitu moja niko nayo. Visima vilifunikwa na nimesimama nizichibue tena. Haleluya. Ni wewe utasema familia yetu ilifunikwa kwa njia ya kiungu, ni mimi sasa nitaondoa mchanga, familia yangu ianze kusikia Bwana. Anza kuchibua visima. Hicho kisima uliona kwenu, huo Mungu uliona kwenu. Bwana asifiwe. Don't give up. Hata kama walikukataa, hata kama walikuambia uende, wewe ndiye umebeba mwangaza. Agano liko ndani yako, lazima utachibua. Hatuchibuangi wakitupenda, tutishibora jeji mama getwendana. Lazima watatudhihaki, lazima watasema hatukai, watasema tunajifanyanga Mungu. Lakini nyinyi semeni, ni kisima tunachibua. Chibua kisima cha neno la Jehova juu ya nyumba yenu katika huu mwaka. Chibua kisima. Ondoa kila mganga uliorushwa na majitu ya kwenu. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukiona mtu hasani Yemen, hata majitu ya kwao imemkamata, muhurumie tu. Ndio nilikwambia tukaile mwaka watu unakaliwa tu. Bwana asifiwe. Lakini hili neno likikuangukia, ni wewe unalipokea. Halo. Maana walipoona taa ya kwenu ni kama imezima, wakaona ni kama mzazi amekufa, akajua hiyo ndiye alikuwa anawaombea. Hawakujua kuna kuja mwingine mbaya kushinda huyo mzazi uliotaiguaga ule ngoma yauga. Bwana asifiwe. Wafilisti hawakujua Ibrahimu alikuwa na uzao, na ndipo Abimeleki anamwambia, toka kati yetu. Unaona, ukiona hakuna ushirikiano katikati yenu na wewe. Haleluya. Jua unachobeba kina nguvu. Lazima kisukume, lazima kisukume, lazima kiondoe kile ambacho hakifai kukaa karibu na wewe. Haleluya. Verse 19. Verse 17 inasema hivi: basi Isaka akatoka huko, akapiga kambi katika bonde la Gerari, akakaa huko. Aliwaondokea, hakubishana na wao. Verse 18. Isaka akarudi, akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahimu. Naye akaviita majina kufuata majina alivyoita babaye. Verse 19. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Verse 20. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka, wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseku,
kwa sababu waligombana. Haleluya. Eseku ni kusemaje? Kugombana, mabishano. Kuliingia mabishano. Watumwa wa Isaka walipochimbua kile kisima, wale watu wa Gerari wakaanza mabishano. Na ndiposa Roho anakuambia adui haji wakati haoni kuna matokeo. Wakichimba hawakuwasaidia. Haleluya. Wakilipa gharama hawakuwasaidia. Wakiamuka usiku ili wachimbue kabla jua iwake hawakuwasaidia. Lakini wakati waliona kuna maji, wakaanza kugombana. Lazima uondoke kwa roho ya mabishano. Lazima uondoke kwa roho ya kung'ang'ana. Hata kama umelipa gharama na wamekuwa na mabishano, wewe sema mimi si wa hii. Ondokea mabishano. Huu ni mwaka wako wa kuondokea mabishano na kuliitia jina la Jehova. Ondoka katikati ya wao waliojaa mabishano, ambao hawana faida. Kazi yao ni mabishano. Ndiyo maji umeyaona. Wanajua ukweli lakini wanakataa ukweli. Wanajua neno lakini wanakataa kulifuata. Wachana na mabishano. Leave them. Hallelujah. Usiwabembeleze. Ondoka hapo. Maana ukiondoka kwa hiyo hali ya Eseku ya mabishano, kuna mahali kwingine ambayo Bwana anakupeleka. Unajua chenye kinazuia watu wa Bwana kuinuliwa? Mahali ulipoanza kukaanza mabishano, wewe uko tu pale. Dahikirwa nengania. Wewe thiaga safari, hauendagi safari. Uko pale kwa kisima cha mabishano. Kajarauga nenie ndirariha. Jehovah, I'm coming to restore everything ambacho ilikuliwa. Naye Bwana anataka watu ambao wametoka kwa roho ya mabishano. Haleluya. Isaka akajua. Watumwa wa Isaka wakajua tumebishania hii. Akaita Eseku. Ni maroho makapi mmebishana na wao? Unataka kutumikia Mungu? Na nakwambia ndio ni hakile. Kuboraji niwe guthiete igana. Toke utururana. Hello. Mwashuri. Ati ni nani ashaingia katika mikono yangu akaokoka? Je, umekuwa na mabishano na maashuri wangapi? Ondoka mahali wamekuja kubishania katika maishani mwako. Haleluya. Saka akasema Eseku ni mabishano. Unaona, ukipelekana safari na mtu wa mabishano, ukisema hivi anasema hivi, Mungu hakuagi hapo. Hiyo ni milango ya daimono. Maana huyo mtu hakuagi tayari kushuka ili Jehova ainuliwe. Yeye anataka mbishane. Hiyo kiti hatuna katika huu mwaka tumeingia. Haleluya. Mapepo yajue, kuzimu ijue, roho ya mabishano haimo ndani yetu. Yesu makofi. Haleluya. Bwana asifiwe. Tumefika mstari wa ngapi? Tuingie katika mlango wa 20. Wachungaji wa Gerari tuingie verse 21. Wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho tena. Akakiita jina lake Sitina. Dida wane ngoma itali hadafu. Hata ukisema natumikia Bwana, ndio hiyo magbano. Wakaona huyu mtu, yani nilikuambia kuna watu wanatakanga kutumia ukuhani vibaya. Kama tissue, akimaliza choo anaanza kufanya kuongea vile anataka. Tusiwe ni sisi. Hawa watu wa Gerari wa Filisti walijua mikono ya watumwa wa Isaka imebarikiwa. Na nikiwa gakinya daimono siuga gakune kuri irathi muthii mwiye kuo. Yeke ti dasta. Bwana asifiwe. Nigina guteithia no gakuhirithia gitio.
Bwana asifiwe. Walitumia Isaka vile haikustahili. Lakini nashukuru maana Mungu alikuwa pamoja na Isaka. Hata kama walipeleka kugombana, nataka uone hii roho ya Wafilisti ni roho ya wivu. Ndio roho inakuonaga ukitumika. Nakwambia hata vile uliotuongoza, hukutuongoza vizuri. Kitoge todo ila haututia bana tunegera microphone modu natago todo. Wafilisti. Mfilisti akisikia kuna neno lilikuwa na hubiri anasema ekengwile. Majibu ile kigo kia haruko. Unaona ile alilie. Hangehubiri hivyo. Angekifanyili yobu. Wafilisti wanaingia kama hali unachimbua kisima. Wewe hawawezi kuchimbua, lakini wanagoja uwaelekeze na revelation. Wanaenda wanafananisha yako, anasema ni kama yao. Haleluya. Tena wakaanza kugombana. Wakasema wewe umechimbua hiki. Hawa wa Isaka wanasema ni yetu. Hawa wengine nao wanasema umepigana na Wafilisti miaka ngapi? That's why nilikuambia tuko wakati wa Mungu kukulipa. Wewe usiyekufa moyo. Bwana asifiwe. Unachimbua msaada, inawasaidia. Wanasema ni yao. Lakini mwanzilishi wa kuchimbua alikuwa baba yako, na wewe ni mwana wa agano, umekuja umechimbua. Wanataka wakutumia vibaya. Haleluya. Lakini asiyekufa moyo, Bwana anasema nilianzisha kazi njema na mimi nitaimaliza. Haleluya. Isaka akajua, si niliwaachia Eseku na nikaita jina gani? Eseku tumesema yoliita nini? Hai Yesu ni mwega. Eseku aliita akasema Eseku ni nini? Roho ya mabisha. Umetoka kwa mabishano yao, tena ameingia kwingine. Nakwambia kitabu ujibwe kisima. Gina ngoma lishuge leo. Sasa tumekubali. Kunataka mtu ambaye hata kufa moyo. Hata kama kuna ubishani mkubwa. Bwana asifiwe. Ati wakagobania na hicho tena akakiita jina lake Sitina. Akaondoka huko. Nayo Sitina ni kusemaje? Bwana asifiwe. Roho ya upinzani. Sitina ni kusema the spirit of opposition. Sijui kama ushaika upinzani. Hawa wako saidi hii. Kuna wenye wako saidi ya madhabahu, kuna saidi wenye wako kwa yenye dhambi. Kuna saidi ya watu wa Mungu, kuna saidi ya watu wenye wamekataa kukaa kwa Mungu. Roho ya upinzani. Akajua tena hiki nimechimba na upinzani umeingia. Sitakaa hapa. Maana aliyebeba Mungu huwa anafuata Jehova mpaka mbingu inampigania. Haleluya. Sitina ni kusema upinzani. Na ndiposa unaweza pata kuna wakati watu wa Mungu wanapitia upinzani mkubwa. Maana upinzani unatakaga kufundika makosa. Upinzani unatakaga kuona Mungu ni mbaya. Upinzani hautakagi kuambiwa. Katika maisha yako hautakosa upinzani. Katika maisha yako hautakosa watu wa magombano. Na hawa wakiingia wakati ambapo Bwana anataka kukubariki, wacha nikwambie, weka kwenye pamba kwa masikio yako. Maana ukisikia wapinzani hautahubiri injili. Ukisikia wapinzani hautasimama kwa familia yako. Maana wapinzani marakwira gutiri ndo hana. Wetu aga family no niwe baragia. Tokuonaga muno upinzani ukiingia kwenye maisha yako, watu wengi wanagwarushwa. Mioyo ya wengi imeshindwa na kumtumikia Bwana. Watumishi wengi wa Bwana wameshindwa na kutumikia Bwana. Maana roho ya upinzani ikiinukia washirika wanapata nyinyi ndiye mmoja kula Mungu tukatero. Maana roho ya upinzani inataka mtu aliye na roho kuu.
Hiyo ni kisima cha ngapi? Cha pili. Na mwenye kuchimbua hachoki. Hata kama kulikuwa na upinzani, lazima uelewe sauti uliofuata nyuma. Lazima uelewe Mungu aliyekuokoa. Na ndipo sababu anasema sauti uliyosikia wakati ulikuja kwa Mungu, kufuata Mungu, ujue kuna roho za upinzani. Zinajuanga. Niliwaambia ni roho ya nini? Dietirefe. Haleluya. Wajuaji kabisa. Wanaona ni dimoli. Sisi ndio kusema. Na wapinzani wakiingia, mtu wa Mungu uliyebeba roho wa Mungu unaondoka njia. Haleluya. Roho wa Bwana, roho akaitagia nala. Roho wa Mungu ni mnyenyekevu. Saka alikuwa amebeba agano. Ni mara ngapi umepatana na upinzani, umeshindwa na kusimama kwenye pengo? It is the time of restoration. Hata kama kuko na upinzani, usikofe moyo. Hakuna mtu anaitangwa mshindi kama hajapigana na upinzani. Hakuna mtu anakalianga kiti cha kuheshimishwa kama hakuna upinzani. Daudi akasema, nakushukuru Bwana, maana umeniandalia meza machoni pa watesi wako. Haleluya. Nacho kikombe changu kimefanya nini? Kimefurika. Wanakiona ndio hicho. Na ndio nilikwambia ni ujijue vizuri. Ukiona watu wamekuelekea na vita, jua kuna meza imeandaliwa juu yako. Watu wakianza vita na wewe, upinzani wa kimapepo ukianza vita, jua kuna meza imeandaliwa. Wakati alichimbua kisima akakiita Sitina, hakujali na upinzani wao. Alijua yangu ni kuwaondokea. Ile safari tuko ya mbinguni, ukipatana na wapinzani, just leave them. The time of restoration, usibebeleze wapinzani. Maana mpinzani anajuaga chenye anasema, na anajuaga chenye amesimama na miguu yake. Na mpinzani anakuaga kinyume na chenye kizuri. Kwa hivyo mpinzani hakuagi ready ku kneel down. Maana anatakaga onekane yako na nguvu. Isaka akawakwepa. Akajua siku hiyo ndio upinzani. Kwa nini ushindwe kumtumikia Bwana kwa sababu ya upinzani? Kwa nini ushindwe na kupiga magoti kwa sababu ulisikia sauti wakiongea? Ni wakati wako wa kuwa na moyo mkuu. Kiona mwingine anaamuka, mwambie, kwani wewe uko na upinzani? Hebu muamshe, muulize, kwani ni wewe? Kamorolewega. Ukiona mtu analala ujue, muulize, uko na upinzani wewe? Husikii vile tunaambiwa. Bado unapinzana neno la Mungu. Haleluya. Amen. Mungu ni mwema. Amekuambiaje? Jenga kwa gani niko kwa hiyo leta dayo. Haleluya. Neno la Bwana linasemaje? Katika mstari wa 22 inasema, akaondoka huko akachimba kisima kingine. Hii ni kisima cha ngapi? Cha tatu. Nindo kakiugo ine kialianderu kialiamahota nilonigai ayam matwet matwa korogama ayam matiowe gotiga manjaro kendo matiti nindo kakiugo ine kialianderu ayamahota nilonigai matwete korogama na kiao tondo ayamatioye wotiga hati agoshifa matiti
Hey, Santo. Hidwe. Nabani. Hey, hidwe totio. Kohato. Niye gehana. Mwadhani wakwa. Niye dikyo. Kohato. Hallelujah. Isaka hakujua kushindwa ni nini. Maana alienda hatua ya 3. Na wacha nikuambie, wakati namba 3 inaingia, Mungu hakubariki tena mtu afinyiliwe. Bwana asifiwe. Todo kwabo ogeretio, ogathimwo no konekana ni ufatire. Kuna mfalme katika neno la Mungu. Neno la Mungu linasemaje? Aliandikiwa mene akaambiwaje? Ufalme wako umefanya nini? Na wakati ambapo hayo maneno yalimsumbua, kukaitwa mtu wa kuweza kumuelezea hayo maneno vile inasema. Neno la Mungu linasemaje? Ati alielezewa ufalme wako umezimwa, umepimwa, ukawekelewa kwenye ratili, odhimeto uguwe kuonekana mitugo duli ona duli uigiriki. Haleluya. Na mbingu inakuona wewe kulinda vitu za madhabahu hujui, kulinda mioyo hujui. Ikobesia hekalo oratu enesho cia kwegiragia nacio ke wewe si uliangalie ikobesia hekalo tu egweka atia arawito egweka atia ekaga ugo makeoro wama meaine wama baraine. Haleluya. Ona miseneine ekaga ugo akabona ikobesia hekalo wewe unamenya Mungu alifanya nini na akagua sasa umepatianwa. Lakini Isaka hakutaka kuchoka kwa ile kazi aliyoanza. Unajua kuna watu wanapatanga kufanikiwa, wanaanza kudhihaki Mungu. Mungu atusaidie. Huyu mfalme aliona sasa ni kukula na kukunywa. Ikobeshi yote sioke. Sehemu bayanga. Hao ndio watu waikara gani? Wakaja criticize. Fulani. Haleluya. Amina. Maana ameona ni kama ufalme uko mikononi, ati unaweza fanya chochote unataka. Kambua vile umepimwa, atapigwa imena wewe ndio kihaliro. Hiyo na ndio igua gari. You have to live your own life. Todo ni wapi sobi. Lazima tujiangalie zaidi. Wakati wetu wa restoration kusiwe mene. Haleluya. Isaka alijua ya kwanza nimewaachia, ya pili wameniachia, wamenifuata bado. Na hata wakati tulikuwa tunaingia kwa maombi, kuna kitu niliambia Mungu, kuna maroho ya upinzani sitaendelea nayo ile mwaka ninaingia. As you live, kama nimepita mitihani yako, ile roho yote unaona ni ya pinzani, ile njia ninapita iondoke. Na lazima maroho ya simba wa Yuda. Bwana asifiwe. Kila ufalme lazima utii. Haleluya. Maana lazima ni accomplish the mission I have. Muda ni mchache. Kama ni wewe kizuizi, ondoka njia yangu nipite. Haleluya. Niache niende nikayumbiri. Oh, niache niende nikahubiri. Oh, wachawi waelezwe hawatanizuilia. Niache niende bili. Oh, wapinzani waambiwe sizuiliki tena. Niacheni niende nikahubiri. Oh, niacheni.
nikahubiri. Oh, niacheni, simama na miguu, niacheni. Oh, niacheni, nikahubiri. Hii mapepo ya kwenu yasikize ujumbe, hauzuiliki, waenda kwa baraka. Niacheni, oh, niende mimi, nikahubiri. Oh, niacheni, mimi niacheni. Niacheni niende nikahubiri. Majina tuliyoitwa yasikie sasa, hatuzuiliki, tunaenda kwa baraka. Mimi niacheni, niacheni, niacheni nikahubiri. Makuhani wa uongo hamunizuili, ondoka niende nikahubiri. Mimi niacheni, niacheni, niacheni. Mimi niacheni, niacheni, niacheni niende nikahubiri. Makundi ya mpinzani hamunizuili, ondokeni niende nikahubiri. Mimi niacheni, niacheni, niacheni nikahubiri. Hii wakati wa baraka, kupokea baraka, hawakuzuili, waondoke njia zako wewe. Niacheni, hey, lazima watu waondoke. Niacheni, niacheni, niacheni nikahubiri. Maadui wajue hatuzuiliki, tunabarikiwa tukihubiri Injili. Mimi niacheni, 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 mimi niacheni, niacheni nikahubiri. Kugira mapepo ya angani ni jingavu, wote na majini, ondokeni niende mimi. Niacheni, niondokeni, lazima nitachibua. Niacheni, niacheni, niacheni nikahubiri. Niacheni. Ukiangalia huyo mwingine atakwambia kwenye anaenda vile tu sasa hivi amekaa. Niacheni. Amen. Bwana asifiwe. Ni wakati wetu si wa kufanya nini? Chini kidogo sasa. Si wakati wetu wa kuzuilika. Isaka akajua, I have one mission. Amen. Walififunika, lazima nichimbue. Na hata kama wataleta ubishi, sitashindania na wao. Nitaenenda mbele. Maana ninajua kuna chenye kiko ndani yangu, lazima kifanye kazi. Niliwaambia sauti inasumbuana mwenye alisikia. Kwa hivyo wachana na wenye hawakusikia vile Mungu alisema. Halo, ambia huyo mwingine, sitasumbuliwa na vile unaniambia. Maana najua vile Bwana aliniambia. Katika maono haya, katika kumtumikia Mungu, mimi ndio najua kazi yangu na Bwana. Bwana asifiwe. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Verse 22 inasema hivi: akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania. Akakiita jina lake Rehobothi. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi. Haleluya. Tutazidi katika nchi. Rehobothi ni kusema upanuzi. Na ndiposa nilikuambia kichwa cha neno letu ni ya kwamba ni kutoka kwenye mabishano na kuingia kwenye upanuzi. Lazima upitie hiyo. Kama kuna darasa umeruka, utairudia. Na uitishe Mungu nguvu ya kupita. Haleluya. Akachimbua ya tatu. Hawakukaribia.
Tondu nimeonile hiyo namba itatu twathaka nayo. Wakati ambapo Roho wa Mungu anafanya kazi, huwezi cheza na Roho wa Mungu. Ila akufieke akumalize na amalizane na wewe. Maana huwezi zuia Roho wa Mungu kufanya kazi. Kwa hivyo chunga sana kazi ya Roho wa Bwana. Hata wao Wafilisti walijua yeye ana tatu. Wanakorwa tumehe, wanakuwa tutigu anale. Yeke tutigu katea. Hatutakubalia. Kuna mapepo yalitumika kukibizana na wewe. Lakini mahali umefika, Jehova hata kubali njia zao waweze kukufuata tena. Umejaribu kutafuta msaada kwa watu wengi, umejaribu kuingia kwa visima nyingine, bado wanakufuata, wanakurusha. Lakini mahali huko ni mbingu inafanya kazi. The mandate you have, ile kazi iko ndani yako, lazima itafanyia Mungu kazi. Ulipita ya kwanza, ukaita Eseku, ukaondokea, maana mabishano ilikuwa. Ukapita ya pili, upinzani ndio ulikuwa mwingi. Mahali huko ni Rehoboam. Jehova anayepanua, Jehova anayebariki, na akisema hakuna marubano. Mahali neno la Bwana liko, hata kuzimu kunajua hatuwezi gombana na Jehova. Who am I? Tutakuwa nani tugombana na Jehova? Kina daimono nisiyoe. Huko Mungu hachezangi. Bwana asifiwe. Rehoboam. Kitaba tufike mwaka ingine, Jehova akuingize kwa Rehoboam yako. Jehova akuingize mahali pa baraka zako. Tokiwa tukomanelia mwaka, matarajio yako, upanuzi wako uwe kwa mikono yako. Maana wewe si wa kurudi nyuma, wewe si wa kufa roho. Hata kama kumekuwa na mapinzani, hata kama kumekuwa na vita, bado unaendelea kupiga magoti na kumuita Jehova. Haleluya. Wanaomwamini Bwana hawakufi moyo. Wanaomfuata Yesu wanajua naendelea kumfuata. Ruthu wakati ambapo bwanake alikufa na akajua Mahaloni na Kilioni wamekufa na tumemzika, ndio sasa mama yetu anataka kurudi kwao. Neno la Mungu linasemaje? Naomi akasikia akiwa mahali pale Moabi kwao Bethlehem Juda imekumbukwa. Akaambia wale wasichana wawili walikuwa ni Opa na Ruth, akamwambia sasa nyinyi watoto wangu, niacheni niende katika nchi ambayo tuliotoka na mume wangu na wale waliowaoa. Sasa nataka kuwabariki ili muenende zenu. Opa aliwafuata tu, akabusu mamake, akarudi. Kuna kitu moja Ruth alimwambia mama yake ya kwamba wacha kunilazimisha nikuache. Maana kwenye unaenda Mungu wako atakuwa Mungu wangu, watu wangu wako watakuwa watu wangu. Mahali utakufa nitakufia hapo. Jehova anahitaji watu wanaokata kauli ya kufuata Jehova hata kukiwa na mashindano, kukiwa upinzani. Wewe ondokea upinzani. Ehera kule ushindwe lagero kwenye wanapanga wakupatie maneno ili ushindwe na kusimama. Ondoka mahali hapo. Ruthu akamwambia mkwewe ya kwamba hata kama kijana alikufa, nilikuwa nimekata kauli ya kuolewa kwako. Sitakuacha siku za uzee, maana wewe ni mama mkwe wangu, tutaenenda na wewe. Kwa nini nikuache wakati umezeeka? Kwa nini nikuache wakati uko na taabu? Ruthu akamfuata, maana mahali alikuwa ameolewa, hata kama bwana alikufa, alikata kauli ya kufuata Mungu wa Naomi. Mbingu inafanikisha watu hata kukiwa na vita gani, hawaondoki. Si watu walikuwa huko juu ya mikate. Haleluya. Wakiambiwa shida yao hataki kusikia. Tuko gai gotora noti kuma. Na tuko kwa Mungu tufuate mitaratara. Dokirego yaku kinyoni ya wadhoi. Haleluya. Ruth wakati ule alikuwa amekaa kwa Naomi.
Alijua huyu mama mkwe ni mzuri. Saa hii ni mzee. Kwa nini nimwachilie aende peke yake? Na ndio niliwaambia tunahitaji watu wanaoshika mikono yako, maono itokezee. Si watu wa kunikaa nyuma na mashoka na visu ya kuua. Orpa alikuwa mahali pale juu ya mumewe. Ameondoka, amejua wacha tusonge. May the Lord help us. Because the time of restoration, it is very near. Vile Ruth alikata kauli, Mungu hakumwacha bure. Mahali alienda alibarikiwa. Kufuata huyu Mungu hata kukiwa na changamoto aje, si kazi ya bure. Haleluya. Maana aliyetuita ni mwaminifu. Siwe ni wakati wako wa kupata Rehoboth. Na uge Jehova ni anegerete uikaro mwari. Mahali maadui hawatagombana. Mwamenye uikaro mwari ni kuga atia. Maroho moka maitora kurogari. Wakifika mahali huko wanaona ni moto. Kama ile mji unakaa kuna mapepo. Wakikaribia kwa mabati yako wanaona ukuta wa moto. Hakuna magombano tena na mapepo. Ukipita kwa njia yanakuondokea upite. Hata yakijaribu kukufuata. Kuna njia moja tulipita, mapepo yalijaribu kukibizana na sisi, haikutuona. Maana tuko mahali pale, sisi we are unstoppable. Even the devil knows. Mapepo yanajaribu kusema si tulikuwa na nyinyi. Haleluya. Kwani hamunijui? Hatukujui. Bwana asifiwe. Mapepo yasikuje yamejificha. Atini tujui. Haleluya. Niwe ikoro yako. Bwana asifiwe. Lakini wakati tu niwe ikoro yako, my friend, ile kisu itaachiliwa. May the God give us the spirit of discerning spirit. Ili tunapochipua kisima hichi cha tatu, uelewe kila roho inakuja mahali pa kisima chako. Maana tuko ule wakati ambapo ni wakati wa kupanuliwa. Je, kisima chako kina upinzani? Je, kisima chako kina mashindano? Ambia shetani ule wakati niko upinzani nimetoka ndani yake. Niache sasa niende nikahubiri injili. Maana nafuata the Lord of restoration. Hallelujah. Akachukua kisima akakiita ati akasema kwa kuwa Bwana ametufanyia nafasi nasi tutazidi katika nchi. Watu wasiokufa moyo, watu waliodhamini mbingu huwa wanabarikiwa mpaka watu wanashangaa. Ni wakati wako wa kuinuliwa. Waliobishana na wewe wahaibike, wasikufe. Haleluya. Wapinzani wasikufe. Na diposa usifikirie ati hawakuona akichimbua ya tatu. Waliona. Makimenya we. Huyu mahali amefika, tukidhubutu tutaisha. Kuna wakati huu umefika, si wao wapigane na wewe. Neno la Bwana linasemaje? Akapanda kutoka hapo mpaka Beersheba. Verse 24. Bwana akamtokea usiku ule akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako, usiogope. Maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakubarikia na kukuzidishia uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Akajenga madhabahu huko, akaliitia jina la Bwana, akapiga hema yake huko, na watumwa wa Isaka wakachimba kisima huko. Hiyo ni kisima cha ngapi? Cha nne. Huko walienda, Bwana alimnogonezea, walichibua ingine. Tusikie verse 26. Ndipo Abimeleki akamwendea kutoka Gerari pamoja na Ahuzadhi rafiki yake na Fikoli jemedari wa jeshi lake. Nataka uone Abimeleki alikuwa mfalme, mtu ambaye Isaka alitisha mfalme. Maana huyo Abimeleki alienda na kikosi cha mtu mkubwa, jemedari wake. Neno la Bwana likasemaje?
Verse 27. Isaka akawauliza, mbona mwanijia nanyi mumenichukia mukanifukuza kwenu? Niliye mbaya? Mbona kwani tena kuna msaada mwingine? Haleluya. Maana waliokudharau watajua wewe umeitwa na Mungu. Waliokuona haufai watajua Mungu wako na watarudi. Abimeleki ndio walikuwa wamemwambia enda, maana unabarikiwa zaidi kutushinda. Nguvu ulio nayo, baraka ulio nayo ni nyingi. Abimeleki wakashindwa. Huyu mtu tulimfukuza na bado anafanya nini? Anainuliwa. Verse 27. Isaka akawauliza, mbona mwanijia nanyi mumenichukia mukanifukuza kwenu? Wakasema, hakika tuliona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja nawe. Maana walijaribu kumtesa. Haleluya. Walituma upinzani lakini hakufa roho. Daimono itumaga upinzani mpaka wako karibu na wewe, wanaanza vita na wewe. Abimeleki alijua chenye kiliendelea kwa Isaka, na ndiposa wanamwambia, tulijua Mungu ako pamoja nawe, nasi tukasema na tupatane sisi na wewe na kufanya mapatano nawe, ya kuwa hutatutenda mabaya iwapo sisi hatukukuguza wewe, wala hatukukutendea ila mema, tukakuacha uende zako na amani. Nawe sasa mbarikiwa na Bwana. Waliokudharau siku moja watakusalimia. Yes. Walijifanya hauna faida. Abimeleki wakamwambia, tumeona Mungu ako pamoja na wewe. Vile tumeapa kutoka huu mwaka tumeanza, wacha waliokuwa na wewe ni bure washuhudie baraka za Bwana. Waliokudhihaki, aliyemakonyalalile, waliona wewe Mungu wako hafanyagi, wacha wakimbie waseme tunakuja kufanya mapatano na wewe. Hatukufikiria uko hivi. Kumbe wewe si wa kutukanwa. Kumbe Mungu wako anafanya mambo makubwa hivi, because it is a time of restoration. Walikuwa na ufai, walikuwa na wewe si wa klasi yao. Hata ukipigwa uko chini kabisa, haupitani, onatoke kuherelia. Lakini watajua. Abimeleki akajua, kumbe yule mtu alikuwa ni mtu wako na agano ya Mungu. The time of restoration, ndivyo Mungu wetu atajulikana. Maana Mungu anakuja kutenda mambo makuu juu ya maisha yako. Wewe unasema amen, pokea hiyo mambo makubwa. Hiyo alipokelewa na mtu aseme amen. Hiyo ni mbingu inapatana na hilo neno. Bwana asifiwe. Abimeleki akakimbia. Akasema hata kama tulimwambia anaendelea. Unajua wivu wengine tunaonewa na watu, maana walifikiria tutakaa level ya chini. Hawakufikiria tuko katika wakati wa kutengenezwa. Walifikiria vile walitujua tutakaa hivyo. Na ndiposa unasikia mtu akisema huyu nilimjua akiwa na kijasa durare mwetu. Suruali moja alikuwa anafua usiku, unafanya nini? Hello. Wewe tu ndio utakuwa na masuti ya kubadilisha. Hello. Kawane kitaka kahia neli wagiga katia tao kika. Hapo ndipo Mungu atakuja abadilishe hali. Amen. Na akibadilisha watakwambia, tumeona tufanye agano na wewe. Tulikuacha uende kwa uzuri, hata kama wivu ilitusumbua, hata kama tulikuwa na wivu. Sasa tumeona usikawai tufanya vibaya. Bwana asifiwe. Amen. Wacha maadui wako wakikuja, wapikie wakule na wakunywe. Amen. Isaka alifanya sherehe, wakakula na wakakunywa. Aingemauga nani? Kuja tu. Nitapita tu hivi. Watarara jani kijua. Waja jiguida ni kuna mego kagatia. Watajua Mungu wangu anafanya nini? Wewe huwezi aminiwa wewe.
Haleluya. Wacha maadui wako Jehova awastabishe wakimbie. Maana walifikiria baraka zako zilikuwa ndani yao. Hata kama uliondoka katikati yao, Jehova aliendelea kukubariki. Hivyo hivyo mahali ulipo pameitanishwa na jina la Jehova. Jehova anaenda kukulipa kitu na ingine. Huduma uliofanya, kusimama uliosimama, Jehova anakulipa. Na wataona Mungu wako. Time of restoration. Indo iria ciarirwo nĩ itono, indo iria ciarirwo nĩ ciahuruta. May the word of God be your portion. Wacha Bwana akiwainua watu wake, uwe mmoja wa kuinuliwa. Tunamalizia na verse 28. No, tuko na hapa mbele. Wacha niende verse 30. Mstari wa 30. Basi akawafanyia karamu, nao wakala wakanywa. Verse mstari wa 31. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakaapiana wao kwa wao. Kisha Isaka akawapa ruhusa, nao wakaenda zao kwa amani. Verse 32. Ikawa siku ile ile watumwa wa Isaka wakaja, wakampasha habari za kile kisima walichokuwa wamekichimbua. Wakamwambia, tumeona maji. Naye akakiita jina lake Shiba. Kwa hiyo jina la mji huo ni Birishiba hata leo. Bwana asifiwe. Birishiba ni agano na ushuhuda. Bwana asifiwe. After watu Abimeleki kuja kutembelea Isaka na kumtolea ushuhuda, watumwa wa Isaka akaenda wakachimbua kisima. Kilikuwa cha ngapi? Cha 4. Akakiita Birishiba, ya kwamba nina ushuhuda, niko na matendo ya Bwana. Hata kisima cha 4 Wafilisti wangu kanyanga. Maana Abimeleki alikuwa amefanya agano, huyu mtu tukiguza tena bigu itatumaliza. Maana the time of restoration, hakuna pepo inaweza karibia kwa uzao wako. Hata mtoto akiwa bali na wewe, wanasemaga wewe, huyo mtu wako na kiapo na Bwana, saizi hatukaribiangi. Bwana asifiwe. Ule wakati walimsumbua. Nataka kukuambiaje, ni wakati wako wa kufufua maombi uliokuwa unaomba zamani, na usikufe moyo. Ni wakati wako you revive your spirit. Revive yourself. Mwambie Bwana, may you touch me once more. May you revive me once more. Nataka nguvu ya kukufanyia kazi. Maana Isaka, watumwa wake walikuja na ushuhuda. Haleluya. Wakaja na habari njema. Kitambo tumalize mwaka, Jehova anaachilia ushuhuda juu ya maisha yako. Walimwambia, tumepata kisima kingine na tumechimbua. Kunayo maji. Kuna uhai juu ya maisha yako. Kuna uhai wa mtu juu ya uzao wako. Haleluya. Ukisema ameni, mapepo ya kweli sikuzuilia. Kama kuna anga yako huwa inakamatwa, zile ameni umesema, wakati nataja hilo neno, hilo jambo linafanyika. Na ndiposa unasikianga mapepo yanasema, hao watu wakipatiwa neno, wengine tunawafunga midomo, wanashindwa na kupokea, na hilo neno linakuwa limeachiliwa. Kwa hivyo ni kwako ujue, kama kitambo tuingie mwaka ingine wakati kama huu, kutakuwa na ushuhuda kwa kinywa chako. Bwana asifiwe. Itategemea kama umemfuata huyu Bwana. Itategemea, maana maji kuna uhai. Lazima katika familia kuwe na uhai. Kisima cha 4 wakaja na ushuhuda. Utakuwa na ushuhuda ndani ya maisha yako. Utakuwa na ushuhuda ndani ya nyumba ya baba yako. Kutakuwa na ushuhuda kwenye kazi yako. Kwenye huduma hii kunayo ushuhuda. Watu watakimbia wakisema, watakuja na habari
unstoppable. We are untouchable. We are unzuiliwable. The time was over. Hawatatuzuilia, maana Jehova aliye ndani yetu ako na nguvu kuliko wapinzani. Haleluya. Walibishana ya kwanza, wakabishana ya pili. Jehova akajua namba 3 ni yangu, ni mimi ninaingia. We are the time of our Jehova. Mapepo lazima waelewe wewe umemilikiwa na mbingu. Na kama umemilikiwa na mbingu, kuongea kwako kukipimwa, kuonekana unaongea kama watu waliokombolewa. Haleluya. Kufanya mambo yale unafanya, maana Bwana kuna upanuzi. Tumetoka kwenye mabishano, tumetoka kwenye upinzani. Kusiwe kitu chochote kitakutenganisha na Bwana. Simama na miguu yako. Umetoka wakati wa ubishani mkubwa. Jehova ameachilia upanuzi. Jehova atakupokeza habari njema. Hata watoto wako wataleta habari njema. Oh, watasema tulikuwa na mung'ang'ano. We are the heir of our God. Ule wakati tuko ni mbingu inafanya kazi. Mwambie Bwana nisaidie. Ule wakati wa kubishana uko nyuma yangu, nisaidie. Ninatamani kuwa na ushuhuda kabla mwaka kuisha. Ninatamani kuwa na ushuhuda of restoration. Unajua ni wapi nahitaji the restoration of our Jehovah? Nataka ujiweke wazi mbele za Mungu, ili Mungu aone huyo moyo wako. Ni nini hicho unahitaji? Ni nini hicho umejaribu kimezidikana? We are the time of restoration. Niguze tena, niguze, niguze. Iba kama mtu mwenye anataka kutembelewa. Touch me once more. Touch me once more. Oh, touch me once more. Touch me. Revive me once more. Revive me. Unahitaji kuvumbia wabazi. Huwezi kuchimbua bila nguvu. Utia wengi gaiwa kwa
alijua wakati wake umefika wa kuchimbua, na akamua hatachoka. Na wewe nataka uamwambie Bwana, ni wapi ulichokea? Ni area gani ambayo ulifika mwisho? Ni area gani uliona haukuweza ukakwamia pale kwa ajili ya mabishano, kwa ajili ya upinzani? Time of restoration it is now. Mungu anayelipa, Mungu anayeinua, He's going to revive you now. He's going to revive you now. He's going to touch you once more, because you need the strength to pursue. You need the Holy Spirit to guide you. Oh yes, you need the Holy Spirit. You need Jehovah. You cannot go without you. You cannot make it without you. Hautaweza kwa kujua kwako. Unahitaji msaada wa kimbingu. Maana ile kazi iliyo mbele ni kubwa. May you call upon the name of the Lord. Oh, you need a sound mind. You need a sound mind. Oh, Jehovah, have your way. In the mighty name of Jesus. Muite Bwana, mlilie Bwana. Mwambie Bwana nakuhitaji. Bwana anakutoa kwa marumbano. Bwana anakuondoa kwa mabishano. Anakuingiza kwenye upanuzi wako. Oh, toka kwa Wafilisti. Ondoka katikati yao. Usisikize maneno yao. Jiachilie mbele za Bwana. You need God to conquer. You need God to finish well. You need God. Oh, mahali ulisimamia sio hapo. Remashanda rabosana. We need you, God. We need you, Jesus. Call upon the name of Jehovah. Mwambie nakuhitaji. Mwambie Bwana nakuhitaji. Maana sitaweza bila wewe. Upinzani ulinizuilia kukupenda. Oh Jehova. Upinzani ulinizuilia kukutumikia. Remashanda rabosika yanda rabona. Call upon the name. Lord Jesus, revive me. Lord Jesus, touch me, Lord. I don't want to quit. Lord Jesus, I need your help. Kisima cha tatu Yesu aliingia. Akasaidia Isaka. Hakuna mapepo iliingia kwa kisima cha tatu. Hata cha nne. Jehova anaandaa ushuhuda kwa maisha yako. Hawatakuchekelea tena. Jehova anaandaa ushuhuda kwa nyumba yako. Marabashandarebosana. Hawatakudharau tena. Waliona kama Jehova amekawia. Don't quit. Don't quit. May you finish your race. There is God of another chance. There is God of restoration. Call upon the Lord. Lilia moyo wako. Chenye unahitaji muite Bwana. Lilia Bwana, I need you. I cannot without you. You need God. In every situation you need God. Ilamwete yote. Put every hypocrisy down. You need the Holy Spirit to guide you. You need the Holy Spirit to help you. Ili ushuhuda ukuje. Ili kupanuliwa kuonekane. Chimbua tena. Chimbua kisima. Hata kama Wafilisti walifunika. We need you, God. We cannot without you. Wako jikana yena
Niyo biletu ya kwamba utatusaidia ili tumalize salama. Tunakuinua na tunakuabudu, maana umetuahidi zaidi ya yote wewe ni Bwana. Zaidi ya mabishano makubwa kuna ahadi ya kupanuka. Na nitamuka tamuko la kiunabii, kila mmoja anayenyenyekea chini yako na kukutii, Bwana, panua waume hawa, panua wake hawa, panua vijana na wasichana, panua hadi watoto wetu kwenye masomo. Jehova, wewe ni Mungu na ahadi zako unazifuata. Watu wafuta kupigana vita, unaingililia kati. Wewe ambaye haukumwacha Isaka, usiache watu hawa. Wengine wamezimia roho, na nena nguvu ya kinabii ikawainue tena, nguvu ya maombi. Hata kama kuna upinzani, na ingiza watu wako kwenye kupanuliwa. Hawatazuilika. Adwa ya matiko higerereka. Ufalme wa giza hautawazuia. Ufalme wa mabishano hautawazuilia. Ufalme wa vita hautazuilia hata kanisa. Ana neno lako ni kweli. Ukamwambia Petro, nitajenga kanisa na malango ya kuzimu haitatingizika. Natangaza ya kwamba aliye ndani yako Yesu hatatingizwa. Kuna kupanuliwa, kuna kuinuliwa, kuna kubarikiwa katika jina la Yesu. Wewe ndio umetuambia unalipa. Wasiochoka kukufuata, wasiochoka kukutii. Bwana, Isaka alipatana na upinzani mkubwa, lakini maadui wake Abimeleki walimfuata na wakamwambia, tumeona uko na Mungu. Waliodharau watu wako Bwana, fanya makubwa, madharau ishe, na wakimbia na ushuhuda, wasema tunataka mapatano, maana Mungu wako anafanya. Waliotudharau na wakimbie wakiwa na ushuhuda kwa matendo yako. Watu hawa wapanuliwe. Bwana, usikubali aibu ikae juu ya vichwa vyao. Usikubali aibu ikae kwenye hizi ndoa. Usikubali aibu ikae kwa watoto wa watu wako. Ondoa aibu, ondoa aibu, ondoa kuchekelewa. Wewe ndiye Mungu wetu. Isaka alikulilia ukamuona. Nami nakuita Mungu wangu, onekana kwa ajili ya agano. Onekana juu ya watu hawa kwa ajili ya hili agano. Onekana kwa watu hawa. Wacha wakimbie na ushuhuda ya kwamba upinzani uliondoka. Jehova, may you have your way. Nanena kupanuliwa kwa maisha. Hawa sio bure. Hawatapimwa, hawatachekelewa tena. Wafilisti walifikiria kupigania kisima kutamfanya Isaka akufe moyo. Hawa hawajakufa moyo. Wamepitia madharau, wamepitia vita. Bwana, hawajahama kwako, na waingiza kwenye mpango wako. Mwezi huu ambao tuko ndani, mwaka wa 5 kwa madhabahu, na waingiza kwa mipango yako. Neema yako ikawapepe, neema yako ikawafanikisha. Wafanye mambo makuu, tenda mambo makuu. Have your will, Lord. There is somebody somewhere crying unto you. Jehovah, may you hear that cry. Sikia hicho kilio cha madharau. Sikia hicho kilio cha mtu aliyefika mwisho, akijaribu kuinuka, anagongwa. Inua mkono wako juu mbele za Bwana. May you surrender to God. Wewe ni Mungu muweza. Wewe ni Mungu mwaminifu. Wengine kuna upinzani mkubwa, lakini naomba hii neema ambayo madhabahu iko ndani yake ikabebe kila mmoja anayeheshimu haya mafuta,
kila mmoja anayeheshimu ukuhani ulioweka ndani yangu. Ukuhani huu kabeba watu hawa, ukawaonee baraka, ukawaigize kwenye kupanuliwa kwao. May you reward them and their family. Thank you for your word of restoration. Haijalishi upinzani uko kiasi gani, but we are not going to quit. Jehova, lazima tutafurahia. Watu hawa watafurahia baraka zako. Yewe ni Mungu kiwatenda makuu. Katika jina la Baba la Mwana tunaomba na kuamini. Shangilia Yesu. Shangilia Jehova.